Sasa hili ni balaa zito kinoma noma, kwa sababu Manyakenda leo amepatikana. Umbea wake umemponza leo hii, kajikuta kaingia kwenye mikono ya mtu hatari sana, mtu ambaye mwenye roho mbaya, ambaye hana masiala kabisa. Sasa kuonekana kwake hiyo inakuwa ni siri nzito sana na hawezi kumwacha hivi hivi, ila jambo jema tu ni kwamba msaada mkubwa unakuja hapo, msaada wa Kitana, kwa sababu huyo mamake na Kabula hanaga masiala. Yani hapo tuseme kiufupi ni kwamba ameweza kupata bahati ya kuweza kupata labda niseme ile tunaita kafala. Kwa hivyo imekuwa ni rahisi kwake kuweza kuipata kafala, lakini kwa kuwa Kitana yupo, basi msaada unakuja hapo punde si punde. Basi ni kualika moja kwa moja kitu cha msingi kwamba hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao mmekuwa kufurahia tamthilia hii, ni kusihi hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni channel ya upendo kama kweli unakubali na kuipenda tamthilia, alafu kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina. Hii ni Bongo Movie Network, kisempi kwamba huwa tunazungumzia uchambuzi kwa kina, hasa tukiangazia matukio na mambo mengi kweli kweli. Sasa ni kualike basi, kama tulivyoona mwanzoni kabisa, mwanzo kabisa namna gani mambo yalivyokwenda, hasa kwa upande mzima wa mtoto wa Chief pamoja na Nandela, ambao kwa sasa inaonekana kuna vita nzito sana, na ameweza kuahidi kwamba lazima aweze kumfuatilia, aweze kuona ni namna gani, kipi hasa au mipango gani ambayo ipo, na anasema kama ikigundulika na mipango ya ovu, basi atamtoa katika hii himaya kwa mikono yake yeye mwenyewe. Hicho ndicho kitu ambacho alichomwahidi. Mambo ni mazito kinoma noma. Sasa Ngalewa ameweza kukutana na Binyanza na kuweza kumwambia tali itakaomkuta kutokana kwamba kwa pale mzima wa Kitana kaingia kwenye majukumu ambayo sio, kaingia kwenye majukumu ya mzimu wa Kopako. Mzimu wa Kopako kitu ambacho ni hatari sana, ambacho inabidi uende nacho pole pole, na hiki kitu ni kwamba kuisha kwake ni hadi pale ambapo haki itakapopatikana, yani haki yake itakapopatikana. Yani unajua mambo ya kizamani kidogo ni kwamba unajua hii tamthilia imeigizwa kizamani kwamba ukimuua mtu pasipo na haki yake, kwa mfano tuashumu labda mtu amesingiziwa labda kubaka, alafu baadaye akawa amehukumiwa kunyongwa. Baada ya kunyongwa, baadaye ikaje kuonekana ushahidi kwamba yani hakuhusika. Sasa hapo mzimu wake lazima ulete fujo nyingi sana. Kwanza waue wote waliohusika katika kutoa hukumu na wote waliokuwa upande ule. Kwa hiyo kujaribu kuangalia ni kwamba damu, yani ile tunasema damu ya mtu huwa haikai kimya. Ndio hii kwamba damu lazima irudi, yani lazima damu kama uliua bila haki lazima iweze kurudi na kuweza kuhakikisha inalipiza mambo yake. Kwa hivyo kwa sasa ndicho kitu ambacho kinachojiri, na ujio wake unakuwa ni hatari sana, kwa sababu unakutana na mtu yote ule ambaye hata kama hahusiki amehusika, ili mradi tu alihusika tu kwenye kile kitu cha kuweza kuhakikisha au kama ni mwanahimaya tu, yani manake ni kwamba lazima ile damu ipite na yeye. Sasa ndicho kitu ambacho kinachojiri kutokea. Sasa hapo ni kwamba lazima haki ipatikane, ndipo ambapo mambo yatakapokuja kuwa sawa. Manake ni kwamba wale wote waliofanyia ufiksi wakina Faru Zamba, waliohakikisha wanamuua, watakiwa waweze kuwajibishwa. Hapo ndipo mambo yatakapokuwa fresh. Sasa kiachana ni kwamba mzee Msisili au mzee Lukindo bado anapitia mauzauza kule polini, bado anapitia mauzauza, mambo ni magumu kweli kweli. Lakini pia tumeweza kuona mke wa Makombo aliweza kusaidiwa baada ya kuwa mama yake ameweza kutoa ujauzito, kitu ambacho ni hatari sana. Kumbuka mama yake anapambana sana na hangaika sana kwenye mambo ya kichawi. Yeye ni mambo yake ya kichawi tu, na yeye ni ule uchawi wa roho mbaya tu. Yani yeye, unajua kuna uchawi wa tofauti, kuna uchawi wa roho mbaya, lakini pia kuna uchawi wa mafanikio. Kama wale ambao wanakuchukua waende kulima, wale kidogo afadhali. Tunaweza tukasema ile kisansi kwamba wao wana akili, kwamba wanachukua watu waende wakawasaidie kulima mashamba, kitu ambacho kiufupi kinakuwa ni kama idea fulani hivi, kwa sababu anapokuchukua hakupi maumivu, yani japokuwa ni kama ufungwa fulani hivi, lakini tuseme huyo anawaza maendeleo. Lakini kuna wachawi wengine wanawaza tu kufanyia tu mbaya, kukuharibia maisha yako. Lakini pia kuna wachawi wengine aina nyingine pia ambao unakuta wao ni kufanya vitu vya faida tu. Kuta labda anataka kuelekea, labda tuseme anaelekea na safari kuelekea Dar es Salaam, labda kutokea Mara, anapaa ungo tu, anapaa na ungo, anafika Dar, anakuwa amepunguza nauli. Kwa nauli hapo anakuwa amepunguza. Lakini pia kuna sehemu zingine unakuta labda hatumii, analuka tu, anatokea upande wa pili. Kwa hivyo ni vitu ambavyo pia tunasema huo ni uchawi wa faida. Umeona?
Je, wewe unatamani uchawi upi? Ni noma kinoma noma. Au kuna uchawi mwingine ukuta ni wa kusaidia watu tu, kama huu wa kitana ambao unakuwa ni roho nzuri, unapambana na wachawi, unasaidia watu. Wapo hao watu mtaani unakuta yeye anasaidia, yani yeye ni mchawi ila alishaachana mambo ya kichawi, ila anadili na wachawi sasa kwa sababu anawajua mbinu zao. Kwa akikuta mambo yako sawa mtaani, labda kama nazi zimevunjwa, basi na yeye anatupia pale kuhakikisha kwamba aliyevunjiwa nazi asiweze kudhurika kwa chochote kile. Kwa hivyo huo ndio miongoni mwa uchamba upo. Sasa kitana ni mtu ambaye ni anasaidia watu, yani anasaidia watu. Sasa kuna kitu kingine pia ambapo tumekiona hapa kwamba kwa upande mzima wa mtoto wa chifu na mpenzi wake, penzi lake limeanza kuvurugwa na mtu anayepanga haya ni Zumo. Zumo ndo mhusika mwenyewe ambaye tunajua kabisa mfanyakazi wake, yani yule mfanyakazi anahakikisha anapanga mipango ambayo sio kabisa ili kusudi kuweza kumharibia. Sasa tumeweza kuona vitu vingine pia, hasa kwa upande mzima wa Manyakenda. Manyakenda ameweza kupewa kazi nzito sana ambayo kiufupi sitahitaji hapa. Ile ilikuwa ni bahati mbaya tu katika ile kumalizia, lakini kazi aliyopewa ni nzito sana, kuhakikisha anapambania penzi, hakikisha anafanikisha jambo ambalo kiufupi ni gumu sana. Sasa ni wakati ambao kiufupi tunasema mamake na huyo ambaye ni Makombo, mamake na Makombo au mamake na Kabula, ambaye Kabula aliweza kuchukuliwa kichawi, alimtolea kutoa kafara mtoto wake. Sasa mamake na Makombo ni kwamba yupo zake anavunja nazi pale, na lengo lake ni kuhakikisha anamloga kitana apotee kwenye uso wa dunia. noma. Sasa lengo lake ndio hilo. Kwa hivyo moja kwa moja akajikuta na anavunja nazi pale ili kusudi kuweza kuhakikisha lengo hilo. Sasa chajabu ni kwamba kaivunja ile nazi, halafu kashangaa hakuna kilichotokea. Akagundua hapo mambo hayako sawa. Kushtuka hivi anagundua kumbe kuna kacharika na mchungulia kule. Sasa ndipo moja kwa moja akaamua mtokee, kitu ambacho imekuwa ni balaa zito kinoma noma. Sasa hapa anamaanisha kwamba katika ile hatua kuweza kufahamisha ni kinajili kwamba atakuja kupewa msaada na kitana moja kwa moja. Basi kwa leo niseme sina ziada, tukutane mdarasa mwingine. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa hili ni balaa zito kwa Nandela kwa sababu mipango yake ndio inazidi kuvuja kila siku. Kumbuka Malkia Mkubwa tayari ameshakwisha kufahamu, lakini pia watoto wake wa mfalme, watoto wa chifu kwa asilimia kubwa. Leo pia mwingine ameweza kufahamu kile kinachoendelea, kwamba kuna mipango ambayo inaendelea kiufupi, ambayo kiufupi yani niseme yani kiufupi sana, kiufupi sana yani hapo kwa kumaliza maneno ni kwamba tayari siri imefahamika. Yani wameshajua tayari kwamba kuna mipango ambayo ipo, na kulingana na tetesi ambazo zinazoendelea kwamba kuna mpango kuweza kumpindua chifu
Kwa hivyo moja kwa moja wanajua mpango ndio huo. Sasa tunasema upele umemfika mkunaji kwa sababu huyu mtoto wa chifu huyu hanaga masiala kabisa. Yaani katika watu ambao kifupi ukiangalia jinsi ambavyo hata wanavyoongeaga na baba yao, kifupi wanaga masiala kabisa kwenye jambo lolote lile na wanakuwa wako serious sana. Unajua kwenye familia kuna watoto ambao hata kama ni wa kike waga yupo serious na maisha. Anaposema kitu fulani basi huwa kinatimia. Na hiyo imejili hasa tunavyoona jinsi gani ambavyo baba yake anavyomwambia aweze kuolewa na mtoto kutoka himaya nyingine, himaya ya Sumve, kitu ambacho kifupi kwa upande wake anaona kabisa hapana. Sasa hili linajidi wakati huu ambao tayari mipango ikiwa inaelekea ukingoni waweze kumpindua chifu. Kwa upande mzima wa taarifa zinavyozidi kuchanganya, lakini pia watu wanazidi kuongezeka, taarifa zinazidi kuwa nyingi kulikweli, na sasa sijui itakuwaje. Yaani mambo ni mengi kulikweli, kwa sababu huku Kitana yupo, huku Falwazamba naye mambo ndo ametindinganya huko, lakini pia kwa upande mzima Wangalewa naye yupo, lakini pia Maginga naye ana mipango yake, lakini pia kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Binyanza naye pia yupo katika mipango yake, ladha zake zinazidi kusoma na kuweza kuimarika vizuri. Lakini pia mzima wa Kopako na wenyewe bado mambo ni mazito. Lakini pia chief na yeye ndo hivyo tena, mapenzi yanamuendesha, anajikuta kwamba anapewa vitu vinono na vitamu sana kutoka kwa Malkia Nandela, kitu ambacho kinaweza kikampoteza kabisa mazima, akaweza kupotea katika uso wa himaya ya Mantale. Basi ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Yote hayo nitakufahamisha hapa. Kitu cha msingi tu hakikisha unakuwa na mimi, hasa kubonyeza neno subscribe. Kama hiki ni ishara ya upendo, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi nikusi bonyeza neno subscribe, kisha moja kwa moja niweze kukualika tuweze kupitia uchambuzi kwa kina, hasa tukiangazia mambo mengi kadha wa kadha, tujaribu kuona namna gani hasa mambo yanavyokwenda, lakini pia jinsi harakati zilivyo. Sasa moja kwa moja tuweze kuanza uchambuzi. Kwa mara ya kwanza kabisa tuweza kumuona baba yake na Kitana alikuwa amepewa mauzauza. Kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukipita katika channel hii ukitazama uchambuzi, basi nilikufahamisha kwamba hayo ni mauzauza. Sasa lakini pia hapa nitakufahamisha pia kitu pia hapa kinachokwenda kujili. Sasa kwa upande wa Falwazamba ameweza kupokea maagizo kutoka kwa mtoto wa chifu kwamba aachane na Kitana kwa sasa, apambanie mzimu wa Kopako, waweze kuhakikisha wanapambana nao. Pia kwa upande mzima huyu ambaye ni jamaa mwenyewe Manyakenda bana kaona kwa macho yake, yani live kamuona Kitana akimponya binti wa himaya ya Mantale, kitu ambacho kiufupi kimezidi kumchanganya sana na kumpa mawazo kwamba hili sijui litakuwaje sasa. Kwa sababu ukiangalia ni kwamba kwa mazingira hayo inamaanisha wazi kwamba tunajua kabisa ni mtu wa kwenda kuongea sana, kuweza kutoa taarifa, kama tulivyoona alivyotoka tu pale moja kwa moja alikutana na binti mmoja njiani. Kwa hivyo hakusita hata sekunde moja tu, ikabidi aweze moja kwa moja kuweza kumwambia aweze kuhakikisha anamfahamisha juu ya kile ambacho hasa kimechojili. Sasa wakati anamjuza hayo, maana yake ni kwamba taarifa zinazidi kusonga mbele, kuweza kuenea mtaani, kuweza kufahamika. Kwa hivyo moja kwa moja wakati taarifa hizi zinazidi kufahamika, hii inaashiria wazi kwamba taarifa hizi zitakapomfikia chifu lazima pia wazidi kuchanganyikiwa, lakini Falwazamba pia wazidi kuchanganyikiwa kwa sababu mipango yao pia ni mipango nyeti sana, ni mipango nyeti kuliko nyeti yenyewe. Yani ukiangalia mipango yao ni mipango ambayo kiufupi kwa namna hiyo, ukiangalia nao pia hawana nguvu zozote zile za kiasili au nguvu za kichawi, inakuwa ni ngumu sana kuweza kutimiza mipango yao, kwa sababu kunakuwa na vikwazo. Kwa sababu kama wangeweza kufanikiwa kuweza kumuua Kitana, manake wangekuwa na asilimia fulani hivi za kuweza kutimiza mipango yao, lakini ndio hivyo, bado hata 1% hawajafanikisha kuweza kuhakikisha wanamdhibiti Kitana, kitu ambacho kiufupi kinakuwa ni kazi nzito kinoma. Basi endelea kuwa na mimi, hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha ondosha maoni yako hapo chini. Pia tumeweza kuona ni kwamba chief kaondoka kwa Mama Nzula ambaye ni mke mkubwa wa chifu, malkia mkubwa wa chifu wa hima hii, ambaye kifupi anajielewa, hana utoto mwingi. Kumbuka Malkia Nandela yeye yupo pale kwa maslahi, na anaona kabisa kwamba chifu hawaendani na chifu, yani kifupi chifu ana umri mkubwa, kwa hivyo naye pia anahitaji vijana ambao wapo. Sasa chifu alikuwa yupo nyumbani kwa Mama Nzula, baadaye moja kwa moja ameondoka pale na anasema anaenda ameweza kutishiwa kwamba kule nyumbani
Malkia Nandela anaumwa, kitu ambacho kiufupi ilikuwa ni uongo, ilikuwa ni tactics za kuweza kumpata na kuweza kumweka karibu. Sasa kitu ambacho kiufupi kinakuwa ni hatari zaidi na hatari kubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwa swala hili maana yake linakwenda kuibua hisia nzito na kitu kikubwa sana ambacho kwa siku zinavyozidi kwenda kuna siku tutakuja kuwekea sumu na kuweza kuuliwa. Lakini pia kwa ile jamaa ambaye kiufupi alikuwa mambo ni mazito sana, mke wake bana yani jamaa kamsamee mke wake tena, yani wanaendelea kuishi na mke wake tena, yani hili ni balaa zito kweli kweli. Mke wake kamsamee, mambo wanaishi naye pia japokuwa ya kumchiti na nini. Sasa jamaa atafanyaje? Ni kiufupi huwa inaumiza sana kina manoma, yani kama ni mwanaume ndio unaelewa yani namna gani hasa hivyo, kwa sababu kuna namna ukiwa unaishi na mke wako kuna aibu pia unaziepuka. Kwa mfano kama ni mwanaume ambaye kiufupi unakuwa yani kuna changamoto kubwa sana. Yani kiufupi inamaanisha kwamba katika unaweza ukawa unaishi na unaweza kuwa ni mtu wa madem sana. Kuna baadhi ya vitu hawawezi wakakusingizia watu, unajua kabisa wewe ni mwanaume ambaye ni imara. Lakini kama hawakuoni na madem watu, basi kuna namna ambavyo wanaweza kuanza kuhisi vibaya, kitu ambacho kifupi ndio mambo anaamua awe tu na huyo mwanamke kusudi kuweza kuficha baadhi ya vitu ambavyo vinavyokuwepo. Sasa wakati huo mambo ni mazito kina manoma. Sasa katika scene ya mwisho pia tumeona Falwazamba kajikuta yeye ni mtu wa wanawake tu, na sasa siri zinaanza kuvuja. Sasa tuje katika scene ya mwisho kabisa ya kuweza Nandela kuweza kuonekana. Sasa Nandela kwa sasa anapitia changamoto kubwa sana, kwa sababu tayari siri zake zinazidi kuvuja, na hii inakwenda kuwa ni hatari zaidi, japokuwa yeye fimbo yake kubwa anayoamini ni kupitia mume wake ambaye tunafahamu kabisa mume wake tunajua kabisa kwamba ambaye ni chifu huwa anamsikiliza sana kuliko chochote kile, na huwa fimbo moja tu ya wivu ambao ndio anaitumia kuweza kumpigia dhidi ya Mama Nzula, yani malkia mkubwa. Hilo ndilo balance. Tuendelea kuenjoy. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa na sisi, hasa kubonyeza neno subscribe kuonyesha la upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia. Lakini kumbuka ni kwamba yule msaidizi wa huyu ambaye ni Nandela pia anadili na malkia mkubwa, kwa hivyo moja kwa moja sio wa kumwamini pia. Kwa hivyo balance itakuwa noma. Asante kwa na mimi, tukutane na saa nyingine. Asante. Sasa hili ni balaa zito kwa Nandela, kwa sababu mipango yake ndio inazidi kuvuja kila siku. Kumbuka malkia mkubwa tayari ameshakwisha kufahamu, lakini pia watoto wake wa mfalme, watoto wa chifu kwa asilimia kubwa leo pia mwingine ameweza kufahamu kile kinachoendelea, kwamba kuna mipango ambayo inayoendelea kiufupi, ambayo kiufupi yani niseme yani kiufupi sana, yani kwa ufupi sana, yani hapo kwa kumaliza maneno ni kwamba tayari siri imefahamika, yani wameshajua tayari kwamba kuna mipango ambayo ipo, na kulingana na tetesi ambazo zinazoendelea kwamba kuna mpango kuweza kumpindua chifu. Kwa hivyo moja kwa moja wanajua mpango ndio huo. Sasa tunasema upele umemfika mkunaji, kwa sababu huyu mtoto wa chifu huyu hanaga masiala kabisa, yani katika watu ambao kifupi ukiangalia jinsi ambavyo hata wanavyoongeaga na baba yao, kifupi wanaga masiala kabisa kwenye jambo lolote lile, na wanakuwa wako serious sana. Unajua kwenye familia kuna watoto ambao hata kama ni wa kike waga yupo serious na maisha, anaposema kitu fulani basi huwa kinatimia. Na hii imejili hasa tunavyoona jinsi gani ambavyo baba yake anavyomwambia aweze kuolewa na mtoto kutoka himaya nyingine, himaya ya Sumve, kitu ambacho kifupi kwa upande wake anaona kabisa hapana. Sasa hili linajili wakati huu ambao tayari mipango ikiwa inaelekea ukingoni waweze kumpindua chifu. Kwa upande mzima wa taarifa zinavyozidi kuchanganya, lakini pia watu wanazidi kuongezeka, taarifa zinazidi kuwa nyingi kulikweli, na sasa sijui itakuwaje. Yani mambo ni mengi kulikweli, kwa sababu huku Kitana yupo, huku Falwazamba naye mambo ndo ametindinganya huko, lakini pia kwa upande mzima Wangalewa naye yupo, lakini pia Maginga naye ana mipango yake, lakini pia kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Binyanza naye pia yupo katika mipango yake, ladha zake zinazidi kusoma na kuweza kuimarika vizuri, lakini pia mzima wa Kopako na wenyewe bado mambo ni mazito, lakini pia chifu na yeye ndio hivyo tena, mapenzi yanamuendesha, anajikuta kwamba anapewa vitu vinono na vitamu sana kutoka kwa Malkia Nandela, kitu ambacho kinaweza kikampoteza kabisa mazima, akaweza kupotea katika uso wa himaya ya Mantale. Basi nikualika moja kwa moja, hii ni Bongo
Bongo Movie Net. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Yote hayo nitakufahamisha hapa. Kitu cha msingi tu hakikisha unakuwa na mimi, hasa kubonyeza neno subscribe. Hii ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unikubali na kuipenda tamthilia hii, basi nikusii bonyeza neno subscribe, kisha moja kwa moja niweze kukualika tuweze kupitia uchambuzi kwa kina. Sasa tukiangazia mambo mengi kadha wa kadha, tujaribu kuona namna gani hasa mambo yanavyokwenda, lakini pia jinsi harakati zilivyo. Sasa moja kwa moja tuweze kuanza uchambuzi. Kwa mara ya kwanza kabisa tuweza kumuona baba yake na Kitana alikuwa amepewa mauzauza. Kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukipita katika channel hii ukitazama uchambuzi, basi nilikufahamisha kwamba hayo ni mauzauza. Sasa lakini pia hapa nitakufahamisha pia kipi hasa kinachokwenda kujiri. Sasa kwa upande wa Falwa Zamba ameweza kupokea maagizo kutoka kwa mtoto wa chifu kwamba aachane na Kitana kwa sasa, apambanie mzimu wa Kopako, waweze kuhakikisha wanapambana nao. Pia kwa upande mzima huyo ambaye ni jamaa mwenyewe Manyakenda bana kaona kwa macho yake, yani live kamuona Kitana akimponya binti wa himaya Mantale, kitu ambacho kiufupi kimezidi kumchanganya sana na kumpa mawazo kwamba hili sijui litakuwaje sasa, kwa sababu ukiangalia ni kwamba kwa mazingira hayo inamaanisha wazi kwamba tunajua kabisa ni mtu wa kwenda kuongea sana, kuweza kutoa taarifa. Kama tulivyoona alivyotoka tu pale, moja kwa moja alikutana na binti mmoja njiani, kwa hivyo hakusita hata sekunde moja tu, ikabidi aweze moja kwa moja kuweza kumwambia aweze kuhakikisha anamfahamisha juu ya kile ambacho hasa kimechojili. Sasa wakati anamjuza hayo, maana yake ni kwamba taarifa zinazidi kusonga mbele, kuweza kuenea mtaani, kuweza kufahamika. Kwa hivyo moja kwa moja wakati taarifa hizi